wengi sana kwenye lango lao, ambao ilikuwa inahitaji akili kubwa ya kuwafunga, sio kirahisi rahisi. Kwa hiyo walichokifanya wao walisema chukueni mpira, chezeni, ila hapa ni nyumbani kwetu. Kwa hiyo sisi tutalinda nyumba yetu. Kwa hiyo ndio maana ukiangalia kuna mipira mingi ilikuwa inapigwa inaishia kwenye miguu au kwenye mwili kwenye miili ya wachezaji wa Al-Masry, kwa sababu wao walikubali kucheza compact nyuma pale ili wasiwaruhusu kuingia kirahisi. Ila zilikuwepo njia za kuwafungua. Kama Mpanzu alijitahidi sana kuwafungua kutumia wings. Alijitahidi sana Mpanzu kuwafungua pembeni. Changamoto ilikuwa tu anakosa ushirikiano wa watu kukaa kwenye nafasi ambazo watapewa mipira rahisi wao kufunga. Unakuta mtu anakimbia na mpira pembeni, katikati hana watu wa kutosha. Unakuta mtu anakimbia na mpira pembeni, hana backup ya mtu wa nyuma ambaye anaweza kupiga V-pass ikamkuta mtu vizuri. Unakuta mtu anakimbia pembeni, hakuna mtu ambaye anakwenda kuwaharas mabeki kuwapotezea mipango. Unajua kuna siku hata kocha Meke alishakusema ni hatari sana wachezaji ambao wanakimbia bila mipira kuliko wanaokimbia na mipira. Wakati mwingine wanaokimbia bila mipira wanawachanganya mabeki. Wakati yule anakimbia na mpira, huyu anayekimbia bila mpira anamfanya yule aconcentrate mara mbili, kwamba azingatie yule direction ya mpira au akuzingatie wewe usije ukapewa mpira kwenye sehemu sahihi. Sasa wachezaji ambao walikuwa wanakimbia free space, kumpa nafasi Mpanzu selection nzuri za kuwapi apeleke mpira kwenye lango la Al-Masry, walikuwa wanakosekana.